Kwa siku hii leo mafunzo ya maadili na uadilifu kwa viongozi wa umma ambayo yanatolewa kwa kushirikiana kati ya Chuo cha Uhasibu Arusha, lakini pia ofisi ya Rais Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma yanahitimishwa hii leo hapa katika hoteli ya Gold Crest. Lakini kubwa zaidi ni kuendelea kukumbushana kwa watumishi wa umma namna sahihi ya kufanya kazi zao kwa kuzingatia maadili na taratibu za utendaji kazi wao. Mgeni rasmi kwa siku ya leo alikuwa ni jaji mstaafu mahakama ambaye ni jaji Thomas Mihayo, ambao kwa hakika wamefanya kazi kubwa, na hiki ni sehemu tu ya kile ambacho wamekiwasilisha siku hii ya leo kwa baadhi ya washiriki ambao wameweza kufika na kushiriki kwenye mafunzo haya. Sheria zipo na ni nzuri, ni kwamba watekelezaji wa sheria wazitekeleze. Mtu amefanya makosa aadhibiwe kufuatana makosa yake, akiachwa anamwaga sumu kwa watu wengine. Na baadhi ya watumishi kutoka taasisi mbalimbali za umma walioshiriki kwenye mafunzo haya wamezungumza namna ambavyo wamejifunza na kile ambacho wataenda kukiwasilisha kwa wenzao ili kwa pamoja waweze kuhudumia wananchi kwa kuzingatia maadili, na lengo hasa ni kuweza kujenga Tanzania iliyo bora zaidi. Tumealikwa katika mafunzo haya kwa ajili ya kujaribu kupata mafunzo ya kimaadili katika shughuli zetu tunazofanya. Kama viongozi tuna wajibu huo kwa ajili ya kwenda kuwasimamia wenzetu, lakini pia sisi wenyewe kufanya majukumu yetu kwa kuzingatia maadili. Maadili ni kila kitu. Mahali popote pale kazini, usipokuwa na maadili ya kazi ni changamoto kubwa, taasisi yako itaangamia. Kwa hiyo tumefurahia sana mafunzo haya kwa sababu ni jambo kubwa la kulipata katika maeneo yetu ya kazi. Tunashukuru Chuo cha Uhasibu Arusha pamoja na Secretariat ya maadili kwa ajili ya kuorganize mafunzo haya ambayo kwa kweli kimsingi yatatusaidia sana. Sasa hivi mambo yamekuwa mengi, maadili katika maofisi yetu yanakuwa si mazuri sana. Kwa hiyo nashukuru taasisi hizi kubuni mpango huu. Naamini kwamba mafunzo haya yanapoendelea kuendeshwa, basi tunaamini kwamba watumishi watabadilika, watumishi wa umma watabadilika, watafanya kazi kwa maadili, kwa kuzingatia ethics zao katika mazingira yao ya kazi. Kwa hiyo nawasihi na wengine ambao hawajahudhuria basi wahudhurie mafunzo haya. Kwa kweli yana faida na yatasaidia sana katika kuhuisha uchumi wetu katika nchi, kuleta mabadiliko katika sehemu zetu za kazi. Sisi kama viongozi tunafahamu kwamba kuna watu ambao tunawasimamia, lakini haimaanishi kwamba kwa vile ni kiongozi basi unajua kila kitu. Na ndio maana tumeletwa hapa. Kwa hapa tumejifunza namna bora kwanza ya kufanya maamuzi, lakini pia namna bora ya kusimamia maadili ya umma katika taasisi ambazo tunaziongoza. Kwa hiyo niseme tu kwamba tumepewa mwanga zaidi ya kwamba lazima tuwe ni watu ambao kwanza ni wawazi, watu ambao tunajiamini, watu ambao tuna maamuzi tunayoyafanya kwa kufuata taratibu zote ambazo zinasimamia taasisi zetu. Kwa kufanya hivyo, ninaamini kwamba tutakuwa ni chachu kwa wenzetu ambao tunasimamia kuweza kutekeleza yale ambayo tunapaswa kuyafanya kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania chini ya kiongozi wetu Jemedari Mama Samia Suluhu Hassan. Nitoe tu wito kwa viongozi wengine wenzetu wasimamie sheria, wawe wazi katika yale wanayoamua, lakini pia wawe ni viongozi ambao ni mfano kwa wale ambao wanasimamia ili waweze kutimiza majukumu ambayo wamepangiwa katika taasisi zao. Kutoka hapa katika ukumbi wa mikutano wa hotel ya Gold Crest, mimi ni Sofia Mwilawa na hii ni IAA TV.